Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unaamua kabisa kwa hiari yako mwenyewe kufuatilia mafundisho haya mazuri kabisa ya neno la Mungu kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, pamoja na mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini tunayo channel ya WhatsApp inayopatikana kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu awabariki wote ambao mnafuatilia mafundisho haya. Leo nimekuja na somo ambalo lengo langu ni kupe mbinu, na somo hili nimelipa kichwa cha habari, kichwa cha somo ambacho kinasema hivi: mbinu ya shetani inayoangusha watu wengi. Kuna mbinu ambayo shetani huwa anaitumia kuangusha watu wengi. Nikisema mbinu ya shetani kuangusha watu wengi, hapa ninamaanisha ama ninawalenga wale watu ambao wako imara, watu ambao wanamtumikia Mungu, watu ambao wanafuata kanuni za kimungu, watu ambao wako tayari kuacha maisha yao ama wameacha maisha yao, wameacha kazi zao, yani wamechagua kumtumikia Mungu. Yani kwenye swala la Mungu hao hauwaambii kitu. Maana hawa ndio wanaweza kuanguka. Aliyepo dhambini anaangukaje wakati tayari yuko dhambini? Kwa hiyo nataka niseme na hawa watu ambao wanamtumikia Mungu. Sasa shetani anapoona watu wa namna hiyo wameimarika, huwa anazo mbinu mbalimbali. Lakini katika hizi mbinu ana mbinu maarufu sana ambayo shetani huwa anaitumia, na hii mbinu inakwenda na waangusha watu wengi. Na kabla sija kuambia kwa habari ya hiyo mbinu, elewa kwamba mtumishi wa Mungu yeyote ambaye amesimama na Mungu sawasawa, maana yake ni kwamba Mungu atamlinda. Mungu anamlinda. Mungu yuko pamoja naye kila mahali na kila eneo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Nabii Isaya sura ya 54 aya 17, unaona Mungu anasema kwa habari za kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Unaona? Anasema silaha haitafanikiwa. Kwa nini silaha haifanikiwi? Kwa sababu wewe uko pamoja na Mungu, anakulinda. Ndio maana anasema silaha hizo ambazo zinafanyika juu yako hazitofanikiwa. Hili neno halimuhusu kila mtu. Linamuhusu mtu yule ambaye anamtumikia Mungu, mtu yule ambaye anaelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Lakini sio kila silaha tu. Mbele yake anasema na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Kumbe kuna ndimi, kuna vikao vinakaa wanajadili kukuhukumu wewe katika ulimwengu wa roho. Wanajadili mambo mabaya juu yako, wanayajadili matokeo yako, wanajadili anguko lako katika ulimwengu wa roho. Wewe huna habari. Mungu anasema huo ulimi huo utakao kuhukumu wewe ndiye utakaye uhukumu. Kumbe kila anayekuhukumu wewe ndiye utakaohukumu. Yani mtu wa mwisho kusema unakuwa ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu unamtumikia Mungu. Vile vile mbele anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Unaona, urithi wa nani? Wa watumishi wa Bwana. Unakuwaje mtumishi wa Bwana wakati humtumikii Bwana? Sasa shetani akishawaona watu wa namna hii, ana namna yake huwa anafanya. Akikushambulia inashindikana, akituma makombola inashindikana, akituma mawakala inashindikana. Anatafuta mfumo mwingine wa kukuvuruga, iwe ndoa yako, yawe maisha yako ya huduma, iwe wewe mwenyewe, ama kwa namna yoyote ile. Shetani kuna mbinu huwa anaitumia kwa ajili ya kukuvuruga, na mbinu hii ndo nataka nikupe leo. Kuna mbinu moja ambayo inazaa mbinu ya pili. Hii mbinu nakupa leo. Kama umeshawahi kukutana nayo utanielewa. Na kuna watu wengi sana wameanguka kwa sababu hii. Na ndio maana hata kichwa cha somo kinasema vizuri kabisa kwamba mbinu ya shetani inayoangusha watu wengi. Mbinu hii anaifanya shetani
anakuinulia vikwazo kupitia watu wako wa karibu. Kumbuka wewe amesha kushindwa. Kwa hiyo shetani anainua vikwazo kwa watu wako wa karibu, wale ambao shetani akiwatazama anawaona kwamba anaweza kuwaingia, anaweza kuachilia roho kupitia watu wako wa karibu wote. Watu wa karibu, nitakupa mfano. Kwa mfano, una mtoto anasoma shule, labda yupo kidato cha kwanza, yupo kidato cha pili, yupo kidato cha tatu, kidato cha nne, ama yuko darasa lolote lile. Lakini nimesema kidato hapa mara nyingi panakuwa na shida eneo hili. Ama hawa ambao wanaingia wanataka kwenda darasa la 7, la 5, la 6, la 7, kwenye madarasa wanakaribia madarasa muhimu. Unashangaa mtumishi wa Mungu, unaombea mtoto wako, unaombea maisha, unaombea uchumi, mambo yanakwenda vizuri. Shetani amekushindwa, anachokifanya anamvaa mtoto wako. Akimvaa mtoto wako, unasikia mtoto amekataa shule. Ninaomba niwaambie kwa upole kabisa na unyenyekevu, mnapoona watoto wanasema hawataki shule, tafadhali msianze kuwashambulia watoto wenu. Msianze kusema maneno mabaya juu ya watoto wenu. Kuna shida ipo nyuma ya mtoto, unapaswa kuijua. Sasa wewe kwa haraka unaanza kusema mtoto huyo amebadilika, labda amekuwa sababu marafiki zako amekuwa hawa, ama siku hizi shuleni imekuwaje, mtoto wangu amekuwaje, mbona anakataa shule, mtoto wangu ana akili sana, alikuwa anapenda shule, imekuwaje mtoto hataki shule? Unaona, hiyo ni mbinu ya shetani kukutoa kwenye mfumo wako wa kuomba, kukutoa kwenye mfumo wa kuwa katika uwepo wa Mungu. Anakutoa kwenye mfumo, unaacha sasa kumtafuta Mungu, unaanza kudili na mtoto wako ambaye amesema hataki shule, tena anaweza kuwa kwenye darasa la mitihani. Sio hilo tu, una mtoto wa kike anaweza kuja na mimba nyumbani. Usikimbilie kuhukumu hiyo mimba. Hebu jaribu kukaa chini, muulize Mungu, nini kimetokea? Hii habari, jambo hili la kusikitisha, chanzo chake ni nini? Tuliza ubongo wako, tuliza akili yako kabla ya kuhukumu hilo tatizo unaoliona. Mtafute kwanza Mungu akupe taarifa kamili, ili kama ukiwa uzembe wa mtoto ujue namna ya kumwajibisha. Na akikwambia mtoto wako sio tatizo, tafadhali usidili na mtoto wako, dili na chanzo cha tatizo, ili Mungu aendelee kutukuzwa kupitia jaribu ambalo limekufikia. Kwa hiyo watu wengi, watumishi wengi, watu wa Mungu waliokuwa wamesimama imara wameangushwa na mambo kama haya. Unaanza kumfokea mtoto, unaanza kumkaripia mtoto, utamtukana mtoto, utamfukuza mtoto, mambo ya Mungu yanalala, shetani anakupiga. Akipata nafasi ya kukupiga, unaanguka. Tayari amekutoa kwenye mfumo, wewe mwenyewe umesababisha, umetoka kwenye mfumo, amekuangusha. Watu wengi sana wameanguka kwa mbinu hii. Lakini unaweza ukashangaa, watu unaowategemea wanakusaliti. Kwa mfano, niliwahi kupata story fulani, yani kuna familia ilikuwa na mambo yao mazuri kabisa, wana mwanasheria wao, wana watu wa karibu, ni familia ama zile koo ambazo zinaaminiana sana. Shetani akaleta kizaazaa ndani ya familia. Alipeta kizaazaa, hawa watu walikuwa wamesimama sana kwenye imani yao, na walikuwa wanafanya biashara nyingi sana zinakwenda vizuri. Kizaazaa kilipoingia, angalia shetani alivyokuwa tu ajabu. Akaenda kuingia kwa wale mwanasheria wa familia na wale watu wa karibu, washauri wa familia, wakaigeuka ile familia. Matokeo yake biashara ikaenda vibaya. Matokeo yake madeni waliokuwa wanadai yakawa hayalipwi. Lakini kumbe shetani amevamia hawa watu wa familia ili hawa wenye familia wachanganyikiwe, wamwache Mungu. Wanajikuta wanalalamikia watu wao. Siku moja nikiwa naongea na mmoja kati ya wanafamilia, tukiwa tunaongea tu, na hiyo habari nilikuwa naifahamu. Baadaye nikamwambia, lakini wajiwaje kwamba tatizo hili chanzo chake ni hao watu ambao wamebadilika? Hizi ujue inaweza kuwa ni roho tu ambazo zimewaingia watu ambao mnawategemea, zinaenda kuwabadilisha mioyo yao, wanakosa kuwaamini tena, mnakosa kuaminiana, wanakuwa ni wahalifu tena, wanakuwa sio watu wa familia, sio watu wenye upendo wa familia. Lakini mbona mkitazama mmefanya biashara nyingi, kwa nini sasa hivi inatokea jambo kama hili? Tukaja kugundua kwamba kuna shida ilitokea mahali fulani, katikati ya mtoto wao mmoja alipewa maelekezo kufanya jambo fulani, alikufanyika lile jambo. Lilipokuwa halijafanyika, shetani akaingiza roho kupitia kibali ambacho Mungu alikiachilia. Wale watu wakaigeuka familia,
Nikamwambia unaona sasa, tunatafuta mzizi, kumbe tatizo kuna shida ya mtu ambaye hakutekeleza wajibu wake sehemu fulani. Shetani akapata mwanya wa kuingiza roho ya kuwageuka. Kumbe hawa wanawageuka sio hiari yao, ni roho ambayo imeingia ndani yao. Unaona sasa, unatoka kwenye mfumo unaanza kuwalaumu watu, kumbe kuna mahali ambako shetani amekupiga. Jambo la tatu, unaweza kuwa mke au mume anaanza kuwa na tabia mbaya, tabia zozote mbaya ambazo pengine mwanzoni hakuwa nazo. Wewe kama mume unasimama kuomba, unasimama kwenye sala, unasimama vizuri na Mungu wako, mke anakuletea mauzauza. Unajua mauzauza wewe? Umeshawahi kukutana na mauzauza wewe? Sasa usipokuwa makini utagombana na mwanamke. Lakini kumbe roho imeshaingia kwa mwanamke, inataka kukuendesha wewe utoke kwenye mfumo wa maombi. Pengine una maombi ya kuombea uchumi, unaombea jambo fulani lipate kutimia. Shetani kila akiangalia na kuona kabisa hilo jambo linaenda kutimia na una uwezo wa kuomba likatimia, anakuletea mauzauza haya ndani ya familia yako ili akutoe kwenye mfumo wa kuomba, uanze kuhangaika na tatizo la ndoa. Usipokuwa makini unaanguka, na sio tu kuanguka, watu wengi sana ambao walikuwa wamesimama imara walianguka kwa sababu hizi. Mke wangu bwana, mume wangu bwana, bwana. Uliuliza tatizo ni nini? Ukija kuchunguza unakuta mtumishi anakuambia tatizo sio hilo. Wewe unaombea nini? Ninaombea bwana, nina contract na watu ambao tumekubaliana tufanye jambo fulani. Labda kuna hela ambayo itaingia labda milioni 400, na labda nataka kujenga kanisa, nataka kusaidia watu, nataka kufanya jambo kubwa la kimaendeleo. Na hiyo hela umepata wafadhili inaingia, unavyozidi kuiombea unaivuta inakuja. Shetani ameiona, anasema wewe akiendelea kuomba hela atapata. Akipata mimi nitaaibishwa hapa. Anampiga mke wako, anampiga mume wako. Unaacha kuombea lile jambo, unakuja kufanya nini? Unakuja kudili na lile tatizo ambalo umeliona mbele yako. Kumbe hilo sio tatizo. Tatizo alikuwa unatafutwa wewe na maombi yako, kwa sababu ya kile ambacho ulichokuwa unakiombea. Ukiwa unaijua hii formula vizuri, utakuwa unaweza kujilinda. Nitakupa mfano mmoja kati ya haya. Angalia askari wa benki, hata kama ujua ulizi askari wanaolinda maeneo ya benki, watakueleza vizuri. Kwanza hawi mmoja, wanakuwa zaidi askari mmoja, wawili ama na kuendelea, tategemea na mazingira jinsi alivyo. Lakini wale wanapolinda eneo la benki, yani benki ndio hiyo ina ukuta wake ama ina fence au haina fence, ila ndio eneo la benki. Wale kumbuka, akili yao yote ni benki. Akili yao yote ni nini? Ni benki. Ikitokea nje ya benki panatokea matukio ya kupigana risasi, huwezi kumwona askari wa benki anatoka kwenda kupiga au kushambulia kile ambacho kimetokea kule nje. Wanazo bunduki, hawawezi kutoka nje ya eneo la benki, nje eneo la lindo walilonalo, wakaenda sehemu nyingine. Kwa nini? Sababu moja hapo ni kwamba hawajui kwamba pengine shambulio la nje sio lengwa, walengwa ni wao. Sasa ukitoka kwenye lindo tayari, ukienda kule umeshatoka kwenye target yako ya kulinda benki, umeenda kushambulia kitu kingine. Kumbe ni michezo tu ambayo imechezeka mahali pale. Unapotoka eneo lako la lindo, wanavamia kwenye eneo la lindo, wanaingia, wanachukua mali, wanaondoka. Hapo mjinga nani? Unaweza kusema niliona bwana walikuja wakavamia kule wakawa wanapiga watu risasi. Kumbe hakuwa mpango wao. Mpango wao ulikuwa ni benki, target yao ilikuwa ni benki. Walikuwa wanachezesha kiini macho ili mtoke kwenye lindo muende sehemu nyingine. Na hii mbinu shetani anaitumia sana. Anakutoa kwenye mfumo halali. Ndio maana katika maombi jitahidi sana kuomba kila jaribu linapokuja uweze kulishinda na usitoke nje ya reli. Lile jaribu linapokuja, Mungu akupe nguvu uweze kukaa barabara kwenye reli, usitoke kwenye reli. Wakushambuliavyo usitoke kwenye reli. Kwa mfano, maombi yako unaomba kila siku saa 9, una session ya kuomba labda mwezi mzima bila kuacha. Unanuia jambo fulani, umelichuchumilia jambo likatokee. Wanajua kabisa umedhamiria kuomba siku 30 non stop, ama hautaki kunyamaza kwenye maombi. Unaomba mfululizo siku 30. Shetani anajua hilo. Anakutoa, anakupiga ili utoke kwenye kuomba. Lakini Mungu akikusimamia vizuri, utashangaa shetani anakupiga kweli kweli, lakini kwenye maombi ubanduki. Haubanduki. Wakati mwingine kizaazaa kinakuja ikiwa unaingia kwenye maombi.
Mtoto anakuletea taarifa mbaya ukiwa unaingia kwenye maombi. Mungu akikusaidia uwaga tuna cancel zile taarifa. Nasema nitasikiliza baadaye, na ingia kwenye maombi. Yaani maombi unaweka kuwa ni muhimu kuliko taarifa nyingine yote. Unapoenda kwa Mungu ni sawasawa umeenda kwenye mahakama kuu, mahakama ya mwisho kabisa. Kwa hiyo hii haiingiliwi na mahakama nyingine yote. Jambo lolote ambalo linaingilia maombi ambayo yanaenda kwa Mungu moja kwa moja, hilo jambo linakuwa ni dogo kuliko hilo ambalo unaliombea. Kwa hiyo cha kwanza, hata kama ni taarifa ya kifo, hata kama ni taarifa nyingine yote, weka pembeni, nenda kwenye maombi. Maliza maombi yako ulionuia, alafu rudi kwenye taarifa, kwa sababu wewe umeenda kwenye mahakama kuu ambayo Mungu mwenyewe ndiye anasikiliza. Sasa mbinu hizi kwa kuto kuzijua, kama niliposema hapo awali, unakuta watu wanalaumiana wao kwa wao, watu wanatukanana. Utaanza kutukana watu, utaanza kukasirikiana na watu. Sasa sala na kukasirikiana wapi na wapi? Ulisikia wapi sala nafanya kazi kwenye kukasirikiana? Maombi, wewe ukiwa na chuki na mtu, hayo maombi yanafanya kazi gani? Hayana kazi yote. Maombi kwa umembebelea mtu ama umebebelea vitu moyoni mwako, hayo maombi unayoomba yatakusaidia nini? Hayawezi kukusaidia. Ndio maana shetani akiona amekushindwa anakunyanyulia vita. Sijui kama tunaelewana vizuri. Hebu tusome Biblia. Fungua Biblia yako sasa. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya 12. Nataka tujifunze kitu kimoja hapa. Waefeso, Paulo anaandika barua yake kwa Waefeso, anawaeleza jambo fulani, na wewe ulidake hili. Ameeleza vitu vingi sana kwenye sura yote ya 6, lakini mimi kwenye sura hii ya 6 naomba wewe usimamie kwenye aya ya 12 ama mstari wa 12 ama mlango wa 12. Inasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Angalia jinsi Paulo anavyowaambia Waefeso, hatushindani kwa damu na nyama. Manake sio vita ya mapanga, sio vita ya mtutu wa bunduki, sio vita ya mishare, sio vita ya maneno. Kwa hiyo shetani anakuletea vita ya maneno. Mtoto anakuambia sitaki shule, ndio umetoka kulipa milioni 20, milioni 10. Kuna watu wanasoma shule za gharama sana, umetoka kulipa milioni 4, tena zingine umekopa. Yaani mtoto anaenda wiki ya kwanza, wiki ya pili anakuambia sitaki shule, ndio umetoka kulipa ada. Unafikiri inalengwa nini hapo? Mtoto simwangalie. Wewe kama umesimama vizuri katika mambo yako, tulia kwanza. Alafu jiulize, hawa wananichezea mchezo gani? Tuliza, jifunze kutuliza akili. Mtu ambaye anadili na mambo ya Mungu, cha kwanza anatakiwa awe anajua kutuliza akili yake. Hapa kuna nini kinachoendelea? Yaani hii maana yake ni nini? Ndio hilo naambiwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka ni zipi? Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho ndio wanaokunyemelea. Wanataka wakupige rohoni kwa sababu kuna kitu unafanya. Sasa wanakuletea vita ya mwilini, na Mungu anakuambia hatupigani mwilini, watu wa Mungu. Hatulishiani maneno, watu wa Mungu. Tukutane rohoni. Kwa hiyo ukishaiona vita ya mwilini imekuja, usipanchi hiyo vita. Kwepa, kaa pembeni kwanza, alafu tuliza akili. Hii maana yake nini? Huyu mtoto anaposema ameacha shule, maana yake nini? Huyu mtoto amefika darasa la kufanya mitihani, yuko form 4, anakuja na mimba, maana yake nini? Usipambane na mimba. Hiyo ni ulimwengu wa mwili, ndio damu na nyama. Utafuta rohoni nini kimetendeka mimba ikaja. Kumbe huo ni mtego tu, wanakutafutia mahali ambapo watagusa moyo wako ili wewe uchanganyikiwe. Sasa jiulize, wangapi wameangushwa na jambo kama hili? Wangapi mmeshughulikia kesi ambazo ni za namna hii mkaanguka? Hatima yake nini? Unamfukuza mtoto nyumbani, anaenda kupata mimba nyingine, anaenda kutoa na mimba yenyewe, alafu anaenda kuwa mtoto wa mitaani, anaanza kula mirungi, anaanza kunywa pombe, anaanza kukua mtu ambaye anadanga, anakuwa malaya kwa sababu ulimfukuza nyumbani. Kumbe ukujua ile mimba ulikuwa ni mtego tu wa kukuumiza mahali fulani. Mimba ilikuwa ni chanzo. Sasa ukukishtukia chanzo, umeingia kwenye mtego mzima. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa rohoni, unapokuwa mtu ambaye unamtumainia na kumtegemea Mungu,
uwe makini na mbinu za namna hii. Leo nimekuletea mbinu ya shetani inayoangusha watu wengi, na mbinu hii imeangusha sana watu wengi, imeangusha watu wengi, watumishi wengi, wamtumainio Bwana wengi waliangukia hapa. Ninazo shuhuda mbili ambazo zimenihusu. Moja nimekutajia juu, lakini nimeziona shuhuda mbili nikasema shetani ni hatari sana. Shetani ni hatari sana. Yuko mtu mmoja alikuwa anafanya maombi makali sana, maombi juu ya kuombea familia yake, juu ya kuombea maisha yake, juu ya kuombea uchumi wake, juu ya kuombea watoto wake. Mtoto wake aliacha shule. Bahati nzuri ni mtu ambaye ninamfahamu. Aliponiambia nikamuuliza swali, wewe unaombea nini? Akaniambia, nikamwambia okay. Unaona unachokiombea iko shida imeanzia hapo. Ingia kwenye maombi haraka, uliza limetokea wapi hili. Kuja kuuliza naambia ni mpango tu wa shetani. Tukaingia kwenye maombi mengine kabisa ya kuombea ile tatizo. Mtoto alirudi shuleni. Just like that. Ilikuwa easy, yani kitu rahisi tu ambacho alichanganyikiwa. Nikamwambia tulia hapo. Kuna shida inakuja. Kaa pembeni kwanza. Hebu ombea hili. Kuingiana kusaidizana kwenye maombi, mtoto anarudi shuleni. Halafu maombi yameendelea. Alafu yule mtoto mwenyewe alishangaa kwa leo anataka kuacha shule. Sasa niambie, ingelikuwa mtu ana panic kama vile, nini kingetokea? Napiga mtoto, namuumiza mtoto, anakutoa kwenye uwepo, maombi ulikuwa unayafanya yanakufa, kila kitu kinafanya nini? Kinaharibika. Shalom. Mungu akutie nguvu kuelewa mafundisho kama haya. Tunakuwa tuna maombi mbalimbali. Mara nyingi mimi nikifundisha huwa sina maombi kwa sababu yuko mtu maalum ambaye anafanyaga maombi kwa ajili ya masomo mbalimbali. Kwa sababu sisi kama Mikono ya Kristo tunayo timu nzima ya kufanya kazi. Mara nyingi mimi huwa nafundisha, mara chache wanafanya maombi, lakini yuko mtu au timu maalum ambayo inahusika na maombi. Kwa hiyo fuatilia maombi ya kuombea watoto, fuatilia maombi ya kufunguliwa, fuatilia maombi mbalimbali, usipuuze haya maombi. Hayo maombi sio kuombewa tu, unaombewa lakini unafundishwa namna pia ya kuomba. Mimi nakufundisha habari za mitego ya adui mwovu shetani uweze kuiepuka. Ndio maana tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa, tunakupa maarifa, kwa kuwa watu wengi wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini sio katika maarifa. Mungu akubariki sana na kutie nguvu kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho haya hata kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyosema hapo awali, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, jina hilo Mikono ya Kristo. Tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Unataka kuwasiliana na sisi, namba ziko hapo. Kama uko nje ya nchi, unaanza kuweka +255, hiyo sifuri utaiondoa, tutaweza kuwasiliana. Utaiona namba ya WhatsApp hapo, itakusaidia kuwasiliana. Manake nchi nyingine mawasiliano yake ni gharama sana, uweze kupiga kwa simu ya kawaida, lakini ukitumia WhatsApp tutaweza kuwasiliana vizuri. Hata ukituma voice note, tutakapopata nafasi ya kukuhudumia tutakuhudumia, wala usisite. Unaweza kucomment hapo ukasema amen, nimebarikiwa na somo hili, na Mungu akafuatilia hiyo amen yako imetokea wapi, baraka zikakujilia. Ndio kazi kubwa tunayoifanya hapa. Lengo ubarikiwe, lengo uelewe, lengo uweze kuvuka kila kiunzi ambacho shetani anakutega, ili wote tupate kufika mbinguni. Ndio tupate kufika mbinguni. Ukipata wasaa zaidi, endelea kushare mafundisho haya kwa watu wengine ambao unawapenda. Inawezekana una magrupu huko ya familia, una magrupu mengine, tuma tu. Hata wengine wakukupuuzia, unajua bwana, mafundisho tunayofundisha kuna wengine wanaweza kukutukana. Tunakutana nayo. Kuna wengine wanaweza usiseme kitu. Kuna wengine wanaweza kunyamaza. Yaani unaweza ukaposti mahali hiyo linki usipate feedback yoyote, lakini ninakuhakikishia kuna mtu anaweza akafuatilia mafundisho na akawasiliana na sisi na akafunguliwa na maisha yake akaenda mbele, kwa sababu tu wewe ulirusha linki kwenye group lao hata kama hakukwambia. Kwa hiyo usisite wala usiogope. Endelea kueneza neno la Mungu, nawe Mungu atakubariki. Mungu na akubariki na ubarikiwe. Na wote ambao mmekaa sasa hivi popote pale mlipo, kwenye magari yenu, kwenye majumba yenu, popote mlipo, mmeshika simu zenu mnasikiza mafundisho haya, ninatamka Mungu awabariki na kuwazidishia. Muendelee kufuatilia mafundisho haya, lakini usisite kusubscribe kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Bonyeza button ya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mafundisho tunayokuwa tunayafundisha na kuyaposti kwa wakati husika. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu niliye mdogo kati ya wadogo wengine, nisiye na faida mbele za Mungu, Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.